ndio tu dhambi zetu takatifu Papa. Ukatuoshe Kristo Mfalme tupate kuwa wasafi. Ukatuoshe Papa, wengine wapate chakula cha siku ya leo takatifu Kristo Mfalme. Ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo ni wa Nazareti. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ndugu zangu katika Kristo, ninawasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo ni wa Nazareti. Ni msemaji wa Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo Enoch. Kwa siku ya leo ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuninemia ingine neema ya kufika mahali hapa. Kama jinsi nilivyosema kwamba kazi ya mikono ni nyingi, lakini hivyo pia hakuna sababu lote mbele za Bwana, kwa sababu haiwezekani ya kwamba wanadamu wapige kazi maisha 28, kazi masaa 28, masaa 30. Ingine kipindi huwa anaenda hata siku moja anafaa kazi, siku 2 maana na kesha tu kazini. Bwana asifiwe. Akisha kwa nini pia ni muhime Bwana nafasi yake? Kwa nini mimi pia ni muhime Bwana nafasi yake? Hapo itakuwa kama niko mnafiki. Ndio maana mara nyingi sana, kama kweli unataka kuona uaminifu wa mtumishi, ni lazima huyo mtumishi kwanza atoke nje ya nyumba lake, afanye kazi kwa bidii wa mikono yake na amtumikie Bwana. Na ndio maana utakuta wengi wanashindwa kufanya hivyo. Wengi hawawezi wakabalance, yani kazi ya Mungu na kazi ya mikono. Ndio utakuta wengi wanakuwa na masababu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ndio utakuta wengi wanakuwaka na masababu nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Basi kwa siku ya leo, kama jinsi nilivyosema tena, Bwana ametunemea neema nzuri. Bwana ametunemea neema nzuri kabisa. Na somo tutakapozungumza sana ni kuhusu kicho ndani ya wanadamu. Ingawa kama ni mara ya kwanza kusikia neno kicho, basi nitaenda kukuelewesha ili upate kuelewa. Nikisema kicho, inaongelea kuhusu hofu ya Mungu ndani ya binadamu. Hofu ya Mungu ndani ya wanadamu. Wengi wanapunguka na kicho. Wengi wanaenda katika makanisa, lakini tayari ndani ya mioyo yao wameshaoza. Ndani ya akili zao wameshaoza. Yani utakuta mili zinatembea na utaona kwamba kweli watu wakati wanapomsifu Mungu, wakati wanapomwabudu Mungu, wakati wanapoimba kwaya, wakati wanapoenda katika ibadani, wakati wanapoenda kumshangilia Kristo, utakuta kweli watu wana nguvu, wanazunguka, wanapanda, wanafurahi. Kwa nje wanaonekana kweli kama ni watakatifu, watu wa upako, lakini ndani ya roho zao tayari vimekufa. Nikisema wamekufa, yanasema mifupa yao imekauka. Mfupa ikikauka, tayari wewe umekuwa mbali na Mungu. Na kitu chochote utakachokitenda, yani akitakusumbua, utaendelea kukifanya, na huko unajiaminisha kwamba bado ungaliki ndani ya wokovu. Na tunaona hizo mara nyingi sana. Wanakwaya utakuta ni wazinzi, lakini kanisani heo ni wa kwanza wanaimba.
utakuta watajiweka kuwa watakatifu wa moja wa hali wa juu sana, mpaka watu wanawasifia, mpaka watu wanawasifu kweli kwamba dada huyo hana sauti. Lakini ukikaona ndani ya karo, ukikaona kiroho, yani utakuta nikagonde mfupa yake imeshafanya nini? Mfupa kanatanguka, kanakosa uhai ndani mwake, kanakosa uzima ndani mwake. Na ndio watu wakuta wengi waenda katika makanisani na hawabadiliki. Na hata wachawi wanaenda katika makanisani, wachawi wanashiriki na Wakristo na walokole. Kwa sababu gani? Kwa sababu hiyo kanisa tayari wachawi wamesha itawala. Bwana Yesu asifiwe. Jichunguze. Ni kitu gani jichunguze tu. Ni kitu gani yani unachokitenda na unajifeel comfortable ndani ya hicho kitu, na wewe unajua kwamba ni dhambi. Wengi walisema, Enoch, tutakuwa na wewe, nitakuwa na wewe, yani mimi sitarudia tena katika maisha yangu ya zamani, yani mimi nitaendelea kuwa na hofu ya Mungu ndani mwangu. Lakini hivi watu wako wapi? Lakini hawa watu wote nilianza nao wako wapi? Bwana Yesu asifiwe. Ndio utakuta katika madhabahu ya Mungu, madhabahu ya Bwana imegeuka kuwa sehemu ya pazinzi. Utakuta waimbaji wanaleta vinini, wanaleta madanse isiyoeleweka katika madhabahuni. Na utakuta hata viongozi wanaruhusu watoto wadogo, wanawake, binti buje bukawaongoze. Kibao kitu kizima kinaongoza na katoto kadogo kibinti. Hasa kunyumba, basi nyumbani, acha basi binti wako awe anakutawala. Nyumbani, acha basi mke wako awe anaongoza nyumba, na wewe pale uwe nani? Uwe bi mdogo. Kicho cha Mungu kinakosekana ndani ya moyo ya wanadamu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na ndio unakuta kwamba wengi wa Kristo kutenda dhambi kwao si balaa. wanatenda dhambi yani, na wanafurahia hizo dhambi wanazozifanya. Wakunywaji pombe wanakunywa pombe, wavuta sigara wanavuta masigara, washoga utakuta wanaendelea kufanya mambo yao ya ushoga. Lakini kila siku ya Mungu ibadani hawakosaki, watakuwepo. Wauaji wanaingia katika makanisani. Wachawi nao wanaingia katika makanisani. Leo unaokoka, kesho tena mchawi. Leo unaokoka, usiku unaroga. Leo unaokoka, leo unasoma Biblia, usiku unaenda mwanga damu. Leo unasoma Biblia, leo usiku unaanza sengenya. Leo unasoma Biblia, unaomba, unaanza lia.
lakini usiku unamkana Yesu Kristo, unaenda katika mahoteli, unalala na wanaume, unalala na wanawake, unalala na mabinti, unalala na mtoto usioeleweka. Utakuta hata vimama vya hovyo avisikia taibu, utakuta vinaanza kutembea hata na vijana. Horese kapri, hata aibu. Mama wote mzima anatembea na kijana, analala naye katika kitanda moja. Vibaba na vinatembea na vitoto. Vibaba na vinatembea na vitoto vya kanisani vya wanakwaya, wanatembea nao. Kisha tena kila Sunday wanakuwa pale wanaanza kunena kwa lugha. Kwa nini nasema sana kunena kwa lugha na kujazwa? Kwa sababu wengi wao ni wazinzi na wanaendelea kujazwa na kunena kwa lugha, akisha wanajiaminisha kwamba wako sawa na Bwana. Haleluya. Ndugu wangu wa Kristo, usizeni ya kwamba kwa sababu Mungu afanye kitu chochote eti kwamba utaendelea kufanya dhambi bila yeye kuona. Mungu anakuona. Na ndio maana Bwana anahesabu kila dhambi unachokifanya. Yani hakuna siri chini ya jua, hakuna kitu. Wewe fanya mambo yako, lakini ile siku ya Kiyama Bwana atakufanulia vyote na atakuonesha moja kwa moja ulichokitenda. Oh sepai, oh re baba sekai. Glory, 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 glory. Re sekai, hela boka sepai. Glory, glory, glory. Oh sepai. Uwepo wa Mungu hayumo ndani ya wanadamu. Uwepo wa Mungu haina ndani ya wanadamu, hayumo kabisa. Hofu ya Mungu, ile kumheshimu Mungu, haimo ndani ya wanadamu. Hata ile respect haina ndani ya wanadamu. Lakini utakuta wanadamu wanataka vitu vingi kutoka kwa Bwana. Yani utakuta wanadamu wanataka heo Bwana awe anawatumikia. Wewe hawezi ukafanya muumba wako leo kuumba eti akutumikie wewe. Hawezi eti the creator atumikie kitu ndo alichokiumba. Wapi na wapi? Umesikia wapi na wapi? Hizo dhambi zako unaweza zifanya hizo, ndugu zangu katika Kristo. Utakufa vibaya, utalungula vibaya. Lakini no, utakuta hata vichungaji navyo vinaachilia kanisa. Watoto wadogo wao wananyonga katika kanisa na wanasema kwamba eti ni kumchezea Mungu, eti ni kumchezea Mungu na kumfurahia Bwana. Mambo ya ukahaba, mambo ya ukahaba, unaruhusu mambo ya ukahaba, watu wao wananyonga katika makanisani, katika madhabahu. Ukahaba kweli, ukahaba. Are you mad? Are you okay? Kweli kabisa. Hivi kweli wewe una ujasiri imetoka wapi? Unasema kwamba eti wanawake wa binti unawaruhusu wawe wananyonga katika makanisa, wananyonga katika hekalu la Bwana, wananyonga katika nyumba la Mungu. Imeandikwa, Bwana akasema kwamba nyumba yangu itakuwa nyumba la sala. Lakini nyinyi mnaifanya kuwa nyumba ya biashara, nyumba ya ukaidi, nyumba ya makahaba, nyumba ya uoaji, nyumba ya uongo, nyumba ya utapeli. Hakisha watu wanaendelea kujiaminisha kwamba wako katika imani. Mimi nakwambia resipai, kama unaendelea kuishi katika matope, kama una ndani ya nuru, bado ungaliki nje ya giza, bado ungaliki ndani ya giza.
matukano unatukana. How? I want to understand how. Kipindi mpaka mwenyewe watu wanaanza kunyonga ndani ya makanisa. Yani tunalekea wapi? Tunalekea mpaka watu wanaanza kunyonga kwenye makanisa, madhabahuni. Mpaka utakuta hata wachungaji wenyewe wanaanza kulala na wanakwaya. Utakuta mchungaji mmoja amemaliza wanakwaya wote na kanisa. Utakuta mchungaji huyu mmoja amemaliza kanisa lote mzima. Na ndio maana katika kila kanisa hautasikia eta kwamba mchungaji atalala na mtu. Utasikia tu mchungaji amepita moja kwa moja. Na utakuta luna mke, luna watoto, lakini bado mke wake hajamridhisha. Na ndio niko sema kwamba watu wanajiita wenyewe, wanafanya kitu wasichokijua, wanabudu kitu wasichokijua. Mnamwabudu Mungu msiomjua nyinyi. Na ndio utakuta mataifa inamtukana Bwana, wanamkufuru hivi Yesu. Jina la Yesu, jina la Christ inakuwa tusi kwa watu wa mataifa. Jina la Yesu Christ, Jesus Christ, imekuwa tusi kwa watu wa mataifa. Kwa sababu gani? Kwa sababu watakatifu wenyewe hawakulishikia hilo neno kwa uzito. Wanakosa hofu ya Mungu ndani mwao, wanakosa kicho ndani mwao. Ore se kaprimere kababa se ore baba se karemai. Hallelujah se pri hallelujah. Hallelujah se hallelujah se ore ka se prime hallelujah. Hallelujah. Se see. Oh, Sepaya. Ndio maana utakuta watu okoki kwa sababu yenu nyinyi wanafikiri. Oh, see. Hallelujah, see. Bwana uturehemu. Uturehemu. Ndio maana kwenu kuvaa mavazi ya ukahaba amsikia hata aibu. Sasa swali langu ni hili: kwa nini mnasikia aibu wakati mnapovaa mavazi ya aibu mbele za wababa yenu? Lakini wakati mnapomwendea Bwana, kwa nini amkwaki na msikia Mungu aibu? Hivi kweli wewe unaona kama Mungu kama ni kama kaanga kitu? Usipotengeneza njia zako, usipomuomba Bwana akupe kicho chake, akupe ile hofu ya kumogopa, nakwambia utalekea mahali pabaya. Mutalekea mahali pabaya. Tunaishi katika kizazi watu yani wanakataa kumwabudu Mungu katika roho na kweli, lakini wanahitaji vitu vingi kutoka kwake. Siku ya Christmas watu wanajaa. Vinaume vinakuja vitepele, vilevi vinaingia. Siku ya Pasaka, amefufuka. Hiyo siku utakuta watu leo ni vipagani, utakuta ni vizinzi, utakuna akishakatandika na mshukuru Mungu
alinokoa kutoka zambini. Mbafu. Nashukuru Mungu, nashukuru Mungu, nashukuru Mungu. Mbafu. Cheza na mama yako na baba yako. Cheza na vitu vingine, lakini usiwahi kucheza na vitu vitakatifu. Usiwahi kucheza na vitu vya Mungu. Usiwahi kucheza na Mungu wewe. Mwasi mkubwa wewe. Unaingia katika ibadani. Utakuta lukanzu nafanya lukanzu unajifunika. Lakini kunyuma utakuta tayari kuna nini, kuna lumalu wanataka nini? Utakuta kuna lushimo mwa mkubwa pa kumgongo huko. Utakuta nini wanawake wanavaa, akisha utakuta hapa kwa maziwa hapa yote nakatika. Akisha wanasema kwamba eti hakuna tatizo yote hapo, sio tatizo yote. Wewe ni mpumbavu. Bwana anasema kwamba Mungu mtakatifu kama jinsi yeye alivyo mtakatifu. Kama mnakataa kumtumikia Mungu, mtoke. Ondokeni, mtoke. Sisi hatuwahitaji na Mungu hawahitaji. Yeye, unaona mtu Mungu anahitaji? Wapi umesikia wapi eti Mungu anahitaji mwanadamu? Umesikia wapi eti Mungu anahitaji mwanadamu? Umesikia wapi? Umesikia wapi eti Mungu analia mwanadamu eti anakuhitaji wewe? Ore sekai. Ore sekai. Ore pasekai trimele kai. Mungu tayari ameshawaacha. Na ndio nataka mkiomba umpate jambo lolote. Mungu tayari ameshawaacha. Na tukisema mnasema eti tunahukumu. Kama nyinyi, kama wachungaji wenu au wazazi wenu hawako na wananyoosha, sisi tutawanyoosha. Sisi tutawanyoosha katika maandiko matakatifu. Tutawanyoosha na maandiko, tutawanyoosha na mapito. Mapito ni mapito ni neno la Mungu Yesu Kristo wa Nazareti. Usije ukacheza hapa. Hapa tuchezi. Hapa tuchezi. Neno la Mungu alichezwi. Katika kauli ya Bwana halichezwi. Acha kucheza na roho yako wewe. Roho inajua na muumba wake. Roho inajua kwamba itakutana na muumba aliyemuumba. Unafurahi kwa sababu uko katika mwili. Unafurahi kwa sababu uko katika mwili. Kufa uone sasa uone kama utaenda wapi. Kufa uone kama utapata rehema. Kufa uone kama utasamehewa. Kufa uone kama utaendelea kukuta pombe. Kufa uone kama utaendelea kuzini. Kufa uone kama utaendelea kumtukana Bwana. Kufa uone kama utaendelea kuroga. Kufa uone kama utaendelea kuwa tajiri. Kufa tuone, kufa. Tuone kama uko kwenda wapi. Pumbavu. Msipomrudilia Bwana. Msipotubu. Msipotengeneza njia zenu na matendo yenu, hakika mtaenda mahali pabaya. Mungu si Mungu wa michezo. Wala hajawahi kuwa Mungu wa michezo. Usicheze na Mungu. Maandiko matakatifu yanasema waovu, wazinzi, waabudu sanamu, wanywaji, waoga, makahaba, wao wote watatupwa motoni. Tusome Isaya 1:1. Sikieni enyi mbingu, sikilizeni enyi dunia, kwa maana Bwana amesema, nimewalisha watoto na kuwalea,
lakini wameniasi mimi. Bwana amekulea, Bwana anakupigania usiku na mchana, lakini wewe unaendelea kumtukana, unaendelea kumwasi. Kama hamtaki, chagua unataka kumtumikia nani. Lakini wakati mapepo inawapiga nyinyi ni wa kwanza kutafuta utumishi wa Mungu. Kwa nini usimtafute yule uliyemtumikia? Kwa nini usimtafute mfalme wako Ibilisi? Kwa nini tena unamkimbilia Bwana? Kwa nini usiende kwa Ibilisi? Hatuchezi. Hatuko tunacheza hapa. Wengi wanaanza comment mambo haya ni kama mizaa. Hakuna mizaa. Hapa ni mauti na uzima. Kuna mauti na uzima. Na Bwana amesema chagueni. Unataka nini? Mauti au uzima? Unajiita mchungaji. Unajiita mchungaji. Na unaruhusu watu kufanya mambo upuuzi ndani ya kanisa. Unajiita tena unaokoka na unapenda Mungu. Unapenda Mungu na bado tapeli. Na bado unaendelea kusuka nywele. Bado unaendelea kujipamba. Bado mavazi yako yanaendelea kufanana mavazi ya ukahaba. Na bado unaendelea kuzini na nimewalisha watoto wangu na nimewalea, lakini wameniasi mimi Bwana. Mstari wa 3. Ng'ombe anamjua bwana wake, naye punda anajua hori la miliki wake, lakini Israeli haijui, watu wangu hawanielewi. Waisraeli, nyinyi mnajiita Waisraeli wa rohoni, haumjui Muumba wenu, wala hamumkuna mwelewa. Bwana akiwaambia mwache hiki kitu, nyinyi mnampigana naye, nyinyi mnasimama dhidi yake, nyinyi mnaanza kupigana naye kama ni kitu kidogo. Pumbafu. Taifa ya dhambi, kizazi cha nyoka, kizazi cha nyoka. Bwana Yesu Kristo alisema vema, imeandikwa, je, wakati mwana wa Adamu atakaporudi hataukuta imani yupo kweli? Wakati Bwana atakaporudi kwa ajili yako wewe, je, ataikuta imani yako ipo? Bibi harusi, unaita bibi harusi, je, kweli vazi lako bado ingali kichafu? Vazi yako inajaa na matope, kweli utaenda naye wewe? Utaenda naye? Mimi ni bibi harusi ya Bwana Yesu Kristo. Akikuta mimi naenda kwanza. Mbaf. Watu wanapenda dhambi sana kuliko hata kutenda mema. Watu wanapenda uongo kuliko kusema hata kusema kweli. Mambo ya udanganyifu yanajaa ndani ya vinywa vya watu. Hata wachungaji wenyewe utakuta wanaenda pale, hawakuna hubiria kwa ajili yenu nyinyi. Wanahubiri kwa sababu wanataka pesa. Wanahubiri tu kwa sababu wanataka wajionyeshe kwamba wana hekima fulani, kumbe havina kitu, matope.
Nisa kwambia hivi, unene kwa lugha au nitishi, utabiri au nitishi, unaona vitu vingi au nitishi, unasikia sauti ya Bwana au nitishi, unaonyesha maono mafunuo au nitishi. Kama wewe bado ungaliki kinyume na maandiko, kama haufuati Bwana Yesu Kristo, kama wewe bado unaendelea kuishi katika maisha ya zinaa, maisha ya kunywa pombe, maisha ya usengenyo, maisha ya anasa, maisha ya usafiri, maisha ya usoga, maisha ya kila aina uchawi, maisha ya kuroga watu, maisha ya upeteli, maisha ya kudanganye, maisha ya uganga, wewe mtoni waenda. Haleluya. Si kila mtu asemaye Bwana Bwana atakapo urisi katika ufalme wa Mungu. Bwana alisema mema. Leo siku hamtakosa, nyinyi hamtakoseka, nyinyi hamtakosepa, nyinyi waimbaji nyinyi. Bwana nilikuimbia, Mungu atakwambia siku juu toka hapa, mbafu. Tunasoma Luka sura 6:46. Maandiko matakatifu yanasema, kwa nini mnaniita Bwana Bwana nanyi hamfanyi ninachowaambia? Kwa nini mnamwita Bwana Bwana, nyinyi mnamwimbia na miziki zenu zinanuka? Mnamwita Bwana Bwana na mkiomba mnamuomba mnamwita. Kwa nini mnamwita Bwana Bwana na hamko nafanya kitu anachowaambia? Bwana anasema jipambeni muwe wasafi. Bwana anasema kwamba jitakaseni ili bwana harusi aje akakuta bibi harusi wake yuko safi, lakini nyinyi hamna safi. Bwana anasema kwamba safisheni hekalu lake, lakini utakuta katika hekalu wazinzi, walevi wanajaa. Ni huruma sana. Ni huruma sana. Bwana kweli aturehemu. Mwenyezi Mungu aturehemu. Katika kizazi hichi na kingine kizazi, sijaoni kama kuna mtu yote atakapo urisi mfano wa Mungu naye. Mbona mwaniita Bwana Bwana na huko hamtimizi yale ninayosema? Na wewe mwanamke, mbona unamwita Bwana Bwana na wewe hutimizi yale Bwana anayekwambia uwafanye? Unadanganya, unasema kwamba eti Mungu amekuita uhubiri ufundishe. Eti Bwana amekuita utawale wanaume. Eti Bwana amekuita uwe mwinjilisti unabatiza. Eti Bwana amekuita uwe kuhani. Eti Bwana amekuita uwe mtume. Eti Bwana amekuita ujenge kanisa, uanzishe kanisa. Hiyo siku hiyo utajuta. Usipofunga hivi vitu, usipoacha hivi vitu, nakwambia utaelekea mahali pabaya. Tayari unajua neno la Mungu. Tayari wengi wenu mnajua neno la Mungu na Musa soma Biblia yote mzima, lakini mnaendelea kuyatupa. Mko kama waasi kama wana wa Israeli. Kuendelea kuasi mara kwa mara. Kuendelea kumwasi Bwana mara kwa mara. Lakini wakati wa shida mnamuita. Wakati mnapomhitaji mnamuita. Lakini wakati Bwana anapoambia muone watakatifu, mumfanane, mnakataa nyenye. Ore sepai. Ore bakasekai. Msipobadilika, msipoacha mambo yenu mnayofanya, hakika nawaambia mtakufa vibaya. Mtafika mahali pabaya. Si michezo. Si michezo. Si michezo nakwambia. Mungu si mchezo. Hofu iko wapi? Hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu iko wapi?
Mbona mnaogopa vitu vingine? Mbona mnaogopa mabosi wenu? Mbona mnaogopa makazi yenu? Mbona mnaogopa wake zenu? Mbona mnaogopa waume zenu? Mbona mnaogopa wachumba zenu? Mbona mnaogopa wanadamu? Mbona mnaogopa yule ibilisi? Lakini kuja kwa Mungu mnaogopa. Je, ni kwa sababu amekaa kimya au ni kwa nini?